of the Spirit, you cannot enter the kingdom of God. Hallelujah. So let me tell you the word, that unless you are born again, you cannot be among the church of the firstborn. You cannot enter Mount Zion, the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You cannot enjoy the innumerable company of angels. You cannot enjoy the general assembly of the first church. You cannot enjoy the sprinkling of the blood unless you are born again. Hallelujah. This is the whole meaning what God was meaning. Number 2, we are to be in the body of Christ, which is who is the head. Lazima tuwe katika mwili wa Kristo ambaye ndiye kiongozi. When these things happen, we shall be. Hii inamaanisha kwamba tutakuwa. We shall be with Christ. Tutakuwa kama Kristo. And it does not just be Christ. Hatakuwa tu Kristo. But here the Bible declares him as the head. Lakini hapa Biblia inamzungumzia kama kichwa. Who will be the head of the church of the firstborn? Nani atakuwa kichwa cha kanisa la kuzaliwa? It is Jesus Christ. Ni Yesu Kristo. Tell your friend that it's Jesus Christ. Ambia rafiki yako kwamba ni Kristo. It's not Bob, it's not Muhammad. Si Bob ama Muhammad. You tell him as I'm saying. Mwambie chingine tunakwambia. It will not be Bob. Si Bob. It will not be Muhammad. Hatakuwa Muhammad. But it will be Jesus Christ. Lakini atakuwa Yesu Kristo. Who is God? Ambaye ni Mungu. As well the Son of God. Kama mwana wa Mungu. Who is the Savior? Ambaye ni mwokozi of the whole world. Wa ulimwengu wote. He is the head. Yeye ndiye kichwa. Let us see what Paul continues to tell us in the book of Ephesians. Wacha tuangalie katika vile Paulo anatuambia katika Ephesians chapter 1. Waefeso verse 22-23. 22-23. The Bible continues to tell us. Biblia inaendelea kutuambia. Verse 22. Mstari wa 22. He put all things under his feet. Akavitia vitu katika akavitia vitu vyote chini ya miguu yake. He gave him to be the head. Akamweka awe kichwa juu ya vitu. All the things of the church. Vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Which is the body. Ambalo ni mwili. And the fullness of his that fills in all. Kwake ukamilifu wake anayekamilika kwa vyote. So what Paul is clearly spelling who Jesus is. Paulo anatuambia wazi Yesu ni nani. He's seeing him in the vision and the revelation. Anamuona katika maono na ufunuo. He says God has put all things under his feet. Anasema kwamba Mungu amevitia vitu vyote. So what does it mean here? Inamaanisha nini hapa? It's meaning that we want to fulfill our destiny. Inamaanisha kwamba kama unataka kutimiza or if a man want to fulfill his destiny, au kama mwanadamu anataka kutimiza hatima as it was created by God to us, ilianzishwa ilitengenezwa na Mungu. We must believe Jesus Christ. Lazima tumwamini Yesu Kristo. He's the one that shall fulfill our original destination. Yeye ndiye atakayetimiza hatima yetu ya kuwa and our destiny na hatima yetu is fulfilled through Jesus Christ. Imetimizwa kupitia Yesu Kristo. Because he's the head of all things. Maana yeye ndiye kichwa cha vyote. Without Jesus you can have nothing. Bila Yesu unaweza kuwa na chochote. Without Jesus you cannot be anywhere. Bila Yesu huwezi kuwa mahali popote. Because the Bible clearly says here, maana Biblia inasema wazi, that all things were put under his feet. Kwamba vitu vyote vilitiwa chini ya miguu yake. You remember Jesus declared himself in the book of Matthew. Unakumbuka Yesu akijitangaza yeye mwenyewe katika chapter 28 verse 18. Mlango 28. That all authority, kama mamlaka yote in the earth, katika ulimwengu, in the heaven, mbinguni, in the earth, na duniani, and beneath, na hata chini, has been given to me. Imepewa mimi. So a man of authority, mtu wa mamlaka, is the one who carries everything. Yeye ndiye anabeba kila kitu. Paul is saying, Paulo anasema, that all things were put under his feet. Kwamba vitu vyote vilitiwa chini ya miguu yake. All our destiny, na hatima zetu, is put under his feet. Zimetiwa chini ya miguu yake. And he now created us, na alituumba sisi, through salvation, kupitia kwa wokovu, to obtain what we call original creation. Kupata kila ambacho inaitwa our original destination, uumbaji ule kamili, which God has created us to be, ambaye Mungu alituumbia. He is the one who brought it back to us. Yeye ndiye aliturejesha. Because he was given to be the head of all things. Maana alipewa yeye kuwa kiongozi wa to the church, kwa kanisa. What does it mean here? Inamaanisha nini hapa? He was absolutely, alikuwa tu wazi, and ultimately
given authority. Akapewa mamlaka kamili. Because he overcame on the cross. Maana alishinda msalabani. As he overcame on the cross, aliposhinda he msalabani, was given ultimate authority alipewa mamlaka kamili. to rule and dominion over the world. Kutawala na kutawala ulimwengu wote. If we have to rule with the world, kama itapasa tutawale if we have to walk in authority and kama power, itatupasa tutembee katika then mamlaka, Jesus must create us and go to the original destiny. lazima Mungu atuumbe na tuweke katika ile asili. When we gain the original destiny, tunapopata ile hatima, we shall walk in the ultimate authority and the power of Jesus. tutembee katika ile hatima nzuri kamili. And this is what will happen. Na hiki ndicho The kitakachotendeka. church I'm talking about, Kanisa ambalo naongelea, Jesus came the source of life. Yesu alikuja, yeye ndiye chanzo cha maisha. Because himself he died on the cross. Maana yeye mwenyewe alikufa And msalabani. he came to sustain our salvation. Na alikuja To sustain our salvation. kudumisha wokovu He wetu. came to direct our salvation. Alikuja kuongoza wokovu And he wetu. came to give us power Alikuja kutupa nguvu and to make us instruments na kutufanya sisi kwa vyombo, that through him we do the work of God. kwamba tukafanya kazi ya Mungu. So authority was donated to us. Kwa hivyo mamlaka iligawia kwetu. Jesus shared his ultimate authority Yesu alishiriki mamlaka yake with the church today. na kanisa la leo. When he came and said in the book of Luke chapter 10 verse 19, Alipokuja na akasema katika Luka 10:19, he said, behold, I give you power anasema tazama, angalia and authority na mamlaka over all scorpions, kwa nyoka wote over all serpents, na nge wote and over all the power of the enemy. na kwa nguvu zote It shall not hurt you at all by any means. haitakuumiza wala So itakudhuru. Jesus shared with the church and with the authority of God. Kwa hivyo Yesu anashiriki na kanisa na The authority he gave was given to the Father. mamlaka ambayo alipewa na Mwana He shared it to us. anashiriki kwetu. He said, as I created you to your original destiny. Anasema kwamba kama vile nilimuumba katika ile asili kama Because the enemy uses power and authority. anasema kuna nguvu na mamlaka. Now I give you also authority and Kwa power. hivyo ninawapeni nguvu na But mamlaka. the enemy was dominated you many years. Kama vile adui alikuwa amekutawala muda mrefu. So I give you authority to stomp on him. Kwa hivyo nakupa mamlaka ya kutawala juu I yake. give you authority to treat over him. Nakupa mamlaka ya kutawala juu yake. So that's why Ndio maana we come to the point of living a life without the fear of demons. tunakuja kuishi kwamba tunakuja kwa kiwango ambacho kuishi We maisha come ambayo to the sio ya point of uoga. not fearing the scorpions and the serpents. Tunakuja kwa kiwango ambacho kutaogopa nyoka na We ndege. come to the point of not fearing the devil. Tunakuja kwa kiwango ambacho kutaogopa adui. Because we are given authority to treat over him. Maana tumepewa nguvu na mamlaka ya We are kumtawala. given authority to trample over him. Tumepewa nguvu na mamlaka ya He has kumtawala. no longer has power on the church. Hauna tena nguvu. Let me repeat. The devil has no longer power on the church. Adui hana nguvu ama mamlaka juu ya kanisa. Demons have no power over the church. Mashetani hana nguvu juu ya kanisa. Because Jesus is the head of all things. Maana Yesu ndiye kiongozi He wa has yote. put all principalities and powers under our feet. Ametupa nguvu na uwezo mamlaka. He has juu yetu. put all might and dominions under our feet. Ametupa uwezo na utawala juu yetu. Because we share the ultimate authority of Jesus. Maana tunashiriki mamlaka yake. He has directed us to receive the power. Ametuongoza kupokea nguvu. He has given us the instrument of salvation Ametupa vyombo vya wokovu to do the work of God. kufanya kazi ya Mungu. So the fullness of God comes to Kwa us. hivyo utimilifu wa Mungu unatujia. When we have Christ, we have the fullness of Christ. Tunapokuwa na Kristo tuwe na ufunuo. When we have Christ, we have the truth of God. Tunapokuwa na Kristo tuwe na ukweli wa When Mungu. we have Christ, we live in the true church of the firstborn. Tunapokuwa na Kristo tunakuwa na uhakika na uhakika. Praise the name of God. Hallelujah. Sifa. Hallelujah. Hallelujah. Number 3 here. Ya tatu hapa, The church is the holy temple of God. kanisa ndilo hekalu takatifu la Oh, it Mungu. is the habitation of God. Ndiyo makazi ya Mungu. Where it is through the Spirit of God. Ambapo ni kupitia kwa Roho wa Mungu. That is through the Spirit of God. Ambapo kupitia kwa Roho wa Mungu. We come to the habitation to be habitants of God. Tunakuja katika makazi. Habitation means we begin to live with God. Makazi na maanisha tunaanza kuishi. Let us look in the same Ephesians chapter 1 verse 21. Wacha tukaangalia Waefeso ile. He says, for above all principalities, he says, above all principalities, verse 21. Mstari 21 nasema That above all principalities, juu sana kuliko above all power and mighty, na mamlaka na nguvu above all na dominion, usultani and every name na kila jina that is named,
litajaa not only in this world, vitu katika ulimwengu but huu, also lakini that which is to come. katika ule ujao pia. What does it mean to you? Inamaanisha nini kwako? It is proclaiming the exalted position of Christ. Nafasi ambayo imeinuliwa ya moyo That Kristo. Christ overcame. He lives above principalities. Kwamba Kristo anaishi juu zaidi ya mamlaka. He lives above mighty. Anaishi juu ya nguvu. He lives above the powers. Anaishi juu ya nguvu ya He uwezo. lives above the dominion of the devil. Anaishi juu ya usultani. It is giving us the exaltation place or position of Jesus. Inatupa nafasi ile Mungu ambayo So imeinuliwa. we told you Kwa hivyo tulikwambia that we have the privilege. kwamba tunayo tunuku. Whatever Jesus enjoy, we can enjoy it. Chochote kile ambacho Yesu anafurahia pia Because we are the joint heirs with him. maana sisi ni pale tunashiriki pale. Whatever Jesus inherited is ours. Chochote kile ambacho Yesu aliurithi. Now the Bible is telling us Ndio maana hapa tunaambiwa that Jesus kwamba Yesu is above principalities. yeye ni zaidi ya usultani. I want the church to notice. Nataka kanisa litambue If you are really born again, kama tu umeokoka, feel the Holy Spirit. umejaza na Roho You Mtakatifu, are living above the principalities. unaishi juu zaidi ya If you are really usultani. a child of God, Kama wewe ni mwana wa you Mungu, are living above the power of the devil. unaishi juu zaidi ya nguvu. If you are really a child of God, Kama wewe ni mwana wa you are Mungu, living a mighty life which is above the devil cannot handle. unaishi maisha ya nguvu ambayo shetani hawezi kutawala. If you are really a child of God, Kama wewe ni mwana wa you Mungu, have dominion over the devil works. una utawala kwa zaidi ya kila ambacho Demons have no power over you. hana kwa shetani. Don't give room to the devil by fear. Hautatawala adui yako. Even every name on this earth, Kila jina ambalo lipewana, there is no name above the name of hakuna Jesus. jina lingine zaidi ya jina la Yesu. You remember what the Bible in the book of Philippians, Unakumbuka katika chapter 5 verse chapter 2 verse 5 going down. mlango wa pili mstari wa 5 kuteremka. When you read verse 9 and 10 and 11, Unaposoma mstari wa 9 na 10, they say Jesus is given a name above all the names. unasema kwamba Yesu amepewa jina zaidi ya He's jina given lingine. authority. Amepewa mamlaka. So the same way every knee shall bow down. Kwa jinsi vile kila goti So if Jesus lives in us, kama Yesu Kristo aishi and ndani yetu, God lives in na us, Yesu Mungu anaishi ndani and the yetu, Holy Spirit lives in na us, Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu, every demon on the earth, kila mapepo every ulimwenguni, powers of darkness, kila nguvu za giza they must bow down when we pass. lazima zisujudie, They must bow down when we pray. lazima zisujudishie They tunapoomba, must bow down when we preach. lazima zisujudie, Because we are children of the Most High ni God. wana wa Mungu. And Jesus is now giving up authority. Na Mungu anatupa haya He mamlaka, has given us the same power and authority. ametupa nguvu zile mamlaka, Christ has given us the exalted position. ametupa ile nafasi iliyoinuliwa. We are no longer down there. Hatuko tena chini, We are seated up in heaven tumeketi juu with Jesus na Christ. Yesu Kristo. Though we are in the world, Ndiye tupo ulimwenguni, but we are not of the world. lakini sisi wa ulimwengu. Though we are in the world, Ndiye tupo ulimwenguni, but we are not in the world. lakini hatupo We are ulimwenguni. in Mount Zion, Kwa milima Zayuni, the seat of the living God, mwili wa Mungu, the heavenly Jerusalem, Yerusalemu mbinguni, where the numerous companies of angels are moving, kusanyiko kuu la where the sprinkling of the blood is continuing. unyunyizaji wa damu. We are more than the devil what he sees. Sisi ni zaidi ya We are shetani. more than demons and Sisi ni sickness. zaidi ya mapepo na We magonjwa. are above the dominion of the devil. Kwa juu ya mapepo. We are above the powers of Kwa darkness. juu ya mapepo. We are above the principalities of Kwa darkness. juu ya sultani. In the name of Jesus. Katika jina la I Yesu. want you to get this one enter you. Nataka nikakupele In all the sermons I've been teaching, katika zile vyote bali in all the things you have spoken here, kwa vitu vyote ambavyo tumenena that you hapa. can take on this one and be proud of it. Lakini uchukue hili na ukawe na That Jesus gave us power over kwamba principalities. Kristo Yesu alitupa nguvu. Jesus gave us power over powers. Kristo alitupa nguvu. Jesus gave us power over the mighty. Kristo alitupa nguvu za Jesus Yesu. gave us power over all the dominion. Kristo alitupa nguvu za ile utawala. In the name of Jesus, I receive that one. Jina la Yesu lipewe In the name of Jesus, I receive that Jina one. la Yesu pokea You can live a great life. Unaweza ishi maisha makuu. Put the devil in his position. Weka adui katika The nafasi devil yake. is under your feet. Adui ipo chini ya miguu He's yako. not above you. Uko juu yako. The devil is under your feet. Adui yako chini ya miguu As yako. long as God lives, Mradi tu Yesu and anaishi. his word lives in you, Ile neno lake ishi the ndani devil yako. is under your feet. Shetani ipo chini ya This is miguu yako. what you should recognize and know. Ndio utakani utambue. Point number 4. I have only 6 and I sit it down. Kipengele cha 4 ninazo 6 ndo tunaketi. We are the flesh. We are one flesh with Christ. Sisi ni mwili mmoja na Kristo.
I want you to know that. Nataka ukatambue hili. Point number 4, we are one flesh, not two. Kipengele cha 4, sisi ni mwili mmoja si mwili mbili. I will explain. Nitaeleza. Scriptures will explain you, not me. Vifungu vitaelezea si mimi. Ephesians chapter 5. Waefeso mlango wa 5. Verse 30. Mstari wa 30. Ephesians chapter 5. Waefeso mlango wa 5. Verse 30 you can read if you have reached there, my friend. Mstari wa 30 unasema kwamba kwa kuwa tu viungo vya mwili wake, nitarudia, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Amina. The Bible says, Biblia inasema we are members of his body, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake, of his flesh, wa mwili wake, and of his bones. na mifupa yake. And the verse 31 says, Mstari wa 31 unasema, for this cause shall a man leave his father kwa sababu hiyo mtu atamuacha baba yake and mother, na mama yake, and shall join unto his wife, atambatana na mkewe, and they shall be one flesh. na hao wawili watakuwa mwili mmoja. So we have been reading the scripture so much on marriages, Tumekuwa tukisoma kifungu hichi sana katika ndoa, but we have never got the real meaning. lakini hatujaipata maana kamili. So Paul is now explaining the church. Kwa hivyo Paulo anazungumzia kanisa. He's still talking about the church of the firstborn. Anazungumzia kanisa la uzaliwa kwanza. That we are members of his body. Kwamba sisi ni viungo wa mwili wake. In his flesh. Kwa mwili wake. In one bones. Kwa mifupa yake. What is he meaning? Anamaanisha nini? He's referring us we are visible parts. Inamaanisha kwamba sisi ni viungo ambavyo vinaonekana of that body of Christ. Vya mwili huu wa Kristo. He is the head. Ambaye yeye ni kichwa. So his meaning, maana yake, every believer, kila muumini born again, ambaye amezaliwa tena, filled the Holy Spirit, amejaza na Roho Mtakatifu, we are visible parts of the body of Christ. Sisi ni viungo ambavyo vinavyoonekana vya Mungu. But he's not only the head, lakini yeye ndiye kichwa. This is the reason, hii ndiyo sababu, that nourishes, ambaye inatuosha, and the church says the church today, ambaye inahuishwa sisi kama kanisa la leo. Let that reason, hiyo wacha hiyo sababu, that we are one flesh, kwamba sisi ni mwili mmoja, we have one bone, tunayo mwili mmoja, mfupa mmoja, nourishes, ambaye inatuhuisha, and the church says the church, na inatufanya sisi kama kanisa, because we are his flesh, maana sisi ni mwili wake, we have one bone, tunayo mfupa mmoja, the bones of Jesus, mfupa wa Yesu, they become our bones. Inakuja ni kwa mfupa wa Yesu. This is talking about incarnation. Inazungumzia kuhusu when Jesus gave himself on the cross, wakati Yesu alijipeana mwenyewe msalabani, he made it possible for us aliyewezesha to become the part of his body, kuwa sehemu ya mwili wake, or to become the part of his church, au kuwa sehemu ya mwili wake, because we are born again, maana sisi tulizaliwa tena by the baptism, kupitia kwa ubatizo, which is written in Romans chapter 6, ambayo imeandikwa katika Warumi 6 verse 3 to 5. mstari wa 5 hadi 5. He said we are born inasema kwamba by Jesus Christ, kupitia kwa Yesu through Kristo, the baptism, kupitia kwa ubatizo, we are buried with him, tumezikwa we naye, died with him, tulikufa naye, we resurrected with him, tulifufuka naye, and we became one. We came with a new life. tukaja na maisha mapya. So Jesus is talking, kwa hivyo Yesu anazungumzia that we took his bones kwamba tulichukua mfupa and his flesh, na mwili wake, let this one nourish and cherish the church. ambayo inatuisha kama It kanisa. gives us a position when Jesus did on the cross. Inatupa nafasi ambayo Mungu alifanyia msalabani. It gives us a position to become part of the church. Inatupa nafasi ya sisi kuwa sehemu ya kanisa. And about that one he says, na mstari wa 31 we shall cause a man to leave his wife, anafanya ataifanya his mother, his father and his mother. babake na mamake. What does it mean to us? Inamaanisha nini kwetu? There is certain condition we shall continue in one love, kwamba tutaendelea katika upendo ule mmoja of his father wa baba yake and the mother, wa mama yake, and his primary know that his wife mke wake shall also be loved. atapendwa pia naye. But it's not meaning Lakini you hamaanishi separate. mutengane. But the primary is Lakini cha is muhimu love for your wife, ni upendo wa mke wako, and love for your father, na upendo kwa baba and yako, love for your mother. na upendo kwa mama yako. And here it means Na hapa inamaanisha joining unto together to a wife, kuunganishwa pamoja na the mke two shall wako, become one flesh. itakuwa mwili It's mmoja. talking about the union of a church. Inazungumzia kule kuunganishwa kwa kanisa. Means and symbolize. It symbolizes Inaashiria that the church, kwamba kanisa to come to the church of
the church of the firstborn, kuja katika kanisa la wazaliwa wa kwanza, we must be in union with Christ Jesus. lazima tuwe katika ushirika na Kristo Yesu. So that union qualifies us to live in His sight. Hiyo ushirika inatutimiza sisi kuwa katika, to be counted as children of the Most High. kuhesabika kama wana wa Mungu aliye juu. So it means Inamaanisha that we are espoused to Jesus. kwamba sisi ni tumepozwa kwa Kristo Yesu. And we live by Him. Na tunaishi naye in His union, katika ushirika wake, in His love. katika upendo wake. So Jesus loves at the church as the husband loves the wife. Kwa hivyo Yesu anatupenda kama kanisa, ndivyo vile mume anapopenda mkewe. As the husband can die for the wife, kama vile mume anaweza filia so mkewe, Jesus died for the church. ndivyo vile Kristo alifilia kanisa. So He put us to enter the union with God. Kwa hivyo anatuweka sisi kuingia katika ushirika na Mungu. He made us to be in the church of the firstborn. Alitufanya sisi kuwa katika kanisa la wazaliwa wa kwanza. Number 5. Ya 5. Jesus, we are empowered to cross as a chastened what? Virgin. Tumepozwa kwa kanisa kama bikira safi. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. We are espoused to cross as a chastened virgin to one husband. Sisi tumepozwa kwa kanisa, kwa Kristo kama kanisa, kama bikira safi. Let us look at this. 2 Corinthians chapter 11. Tuangalie Wakorintho wa kwanza. No, 2 Corinthians. Wakorintho wa pili. Chapter 11 verse 2 to 4. Mlango 11 mstari wa 2 hadi wa 4. You can read. Inasema kwamba mstari wa 2, maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa niliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Lakini nachelea kama yule nyoka aliyemdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikira zenu, mkauacha unyofu na usafi wa Kristo. 4. Maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatukumhubiria, au mkimpokea roho nyingine msiyoipokea, au injili nyingine msiyoikubali, mnatenda vema kuvumiliana naye. He's talking about spiritual prostitution. Inaongelea ukahaba wa kiroho. Butterfly Christians. Wa Kristo vipepeo. Is here today Uko hapa leo on this Sunday. Jumapili hii. Na Sunday we worship in Nairobi. Jumapili tutashiriki Nairobi. Is here today Ako hapa on Nairobi. ama Nairobi. Another Sunday will be in Kisumu. Jumapili nyingine unampata yuko No Kisumu. one recognizes him in the church. Hakuna mtu anamtambua kwa kanisa yoyote. A flying prostitute. Yeye ni kahaba ambaye Paul is saying no. Paul anasema hapana. If you are that, you don't qualify to be Kama in wewe, the Mount Zion. Kama wewe ni huyo, hauhitimu kuwa katika mlima Because Zion. we're exposed Maana sisi tumepozwa and destined as a virgin to one husband. kama bikira kwa Kristo aliyemsafi. We are exposed. Sisi tumepozwa. We are exposed Sisi tumepozwa to Christ kwa Kristo as one husband, kama mume mmoja, not two. si wawili. It means also this lukewarm Christian. Inamaanisha kama hawa Kristo vuguvugu They're in the church, wapo kanisani, but they prefer. lakini wanataka sana ule nabii mwingine ama nabii fulani. So you have changed the place of worship just. Kwa hivyo umebadilisha mahali pa kuabudu, lakini unaishi tu maisha yako. You are living your own life. Unaishi tu maisha yako. You still want to go for witchcraft. Unataka kwenda pia You want to hear what the prophet says. Unataka kusikia mganga atasema. Let me ask you, you men. Wacha niwaulize. You men, you don't know how your life is. Inamaanisha haujui jinsi vile maisha yako yapo. There are two people who know you, or three. Kuna watu wawili ama watatu Or four. ama wanne. Yourself. Wewe mwenyewe. You know yourself. Unajijua wewe More than anyone knows. zaidi ya mtu mwingine. Number two, God knows you. Ya pili, Mungu anakujua More than you know yourself. zaidi ya wewe unavyojitambua. Jesus knows you. Yesu More than you know yourself. zaidi unavyojitambua. The Holy Spirit knows you. More than you know yourself. Zaidi unavyojijua mwenyewe. So you can't tell me
to go to the prophet that you tell me Usiniambie how have I been living my life. Niambie vitu vile nimekuwa nikiishi maisha You yangu. know how you have been living your life. Unajua vitu vile nimekuwa nikiishi maisha You yangu. are just deceiving yourself. Wewe unajidanganya tu. And the Bible says prophets prophesy in pieces. Na Biblia inasema kwamba manabii wanatoa unabii katika viwango. They will not tell every full prophecy. Hawatapeana unabii wote. And once a prophet claim to be a prophet, wakati ule nabii anajitambulisha kuwa nabii. let me tell you, he must qualify to be a true prophet when he does these things. Lazima aitimu kuwa nabii wa mkweli wakati vitu hivi vinatimilika. I give you or I leave. Ni wapi ama niondoke? Should I speak about it? Je, nizungumzie? Okay. Aha. Let us see. Wacha tukaone. The prophet, nabii, to be qualified a prophet, wewe kuhitimu kuwa nabii, sent by God, he must be doing this. ambaye umetumwa na Mungu. Let me say, this is the purpose of prophecy. Wacha niseme kwamba hili ni kusudi la nabii. Number one, he must edify a church. Cha kwanza, lazima edification, edifying, to exalt, to edify. Lazima ajenge mwili wa Kristo. Amina. Number one purpose of God was to edify his church. Kusudi la Mungu la kwanza ni kujenga mwili wa Kristo Through prophecy. kupitia unabii. Number two, ya pili, is to exalt a church. Kuinua kanisa. Ama it shows where the church is going. Inaonyesha unapeana mwelekeo mahali ambapo kanisa linaenda. Number three, ya tatu, is to comfort a church. Ni kupeana kufariji kanisa. When the church has gone astray, passing through many things, kama kanisa limepotoka ama limepitia mambo mengi, a prophet comes with a message of to comfort. Nabii anakuja na ule ujumbe. Oh, don't raise up. God is going to do ABCD. Usipigane, Mungu anaenda kufanya 1 2 3. You remember when famine was passing to Samaria and other places? Unakumbuka wakati kulikuwa na njaa katika mji wa Samaria? 2 Kings chapter 7 verse 1. Wafalme wa pili. The prophet stood and said, by tomorrow, nabii alisimama na akasema kwamba kuanzia kesho there will be food here. Kutakuwa na vyakula hapa. You shall not continue to eat your children. Hautamtaendelea kula wana wenu. Because people have begun to eat their children. Maana watu walikuwa wameanza kula watoto wao. Because the famine was tense. Kwa sababu njaa ilikuwa nyingi. And the prophet amid these problems, na nabii katikati ya hao, he comes with the message of comfort. Anakuja na ule ujumbe wa kufariji. Saying tomorrow. Anasema kwamba kesho. Hallelujah. Hallelujah. Number 4. ya 4. He comes with a message of encouragement. Anakuja na ule ujumbe wa kutia moyo. Number 5. cha 5. He comes with a prophecy to direct and guide a church. Anakuja na ujumbe wa kupeana mwelekeo wa kanisa. Number 6. cha 6. He comes to rebuke a church. Anakuja kurekebisha kanisa when it has gone astray or in sin. Wakati imepotoka ama imeingia katika dhambi. Number 7. cha 7. He comes to warn a church. Anakuja kupeana onyo kwa kanisa. Number 8. cha 8. He comes to tell the coming events. Anakuja kupeana vile vitu vitakavyokuja, which God is about to do. Vitu vile ambavyo Mungu yuko karibu kuvitenda. He comes sometimes to tell us the past. Anakuja saa zingine kutuambia iliyopita. Maybe the sin and anything we have passed through. Labda kitu ambacho tulikipitia. That's why God is not acting. Ndio maana Mungu hafanyi kitu. He comes to tell us what is the future. Anakuja kutuambia ile ya usoni. Not to threaten you. Si kuleta kutohadhari. Not to tell you, Eric, tomorrow you are dying. Si kukwambia kwamba no, kesho unakufa. So Eric now begin to kneel down. That's the prophecy of you. Kupiga magoti. Yeye ni prophet, what can I do now? He says now I've got him. Okay. Can you fast 40 days dry and day and night? Unaweza kufunga siku 44 siku na mchana. I can't do that. Siwezi fanya hilo. So can you give us money to buy some intercessors? You recruit intercessors. Unaweza kutupa pesa tuweze